natumai Simba italeta heshima kwa nchi na ule uwakilishi waliopewa wa bendera basi watakuwa umetendea haki. Niungane na wananchi pamoja na taifa kwa ujumla kusema kwamba tunaiombea Simba na tunaiombea mafanikio mazuri ili waendelee kutengeneza heshima nzuri ambayo vilabu vingine vinaweza vikapata moyo wa kufanya kile ambacho Simba imefanikiwa kufanya. Asante sana. Kwa hiyo naomba nimtambulishe meneja. Kama nilivyotambulisha awali, nilimtambulisha mwenyekiti taifa, makamu mwenyekiti Mama Johari, mama mwenye mtoto mwenye ulemavu kama alivyotambulisha, lakini pia nilimtambulisha mkurugenzi wa taasisi ya chama cha watoto wenye ulemavu wa kichwa kikubwa na mgongo wazi. Lakini sasa hapa tunaye meneja wa nyumba. Yeye ni mwangalizi, msimamizi wa nyumba wa shughuli zote, operation zote za nyumba ya Matumaini za siku kwa siku. Karibuni wageni wetu. Kama nilivyotambulishwa na mratibu, majina yangu ni Aziza Hemedi, ni house manager. Majukumu yangu ni kusimamia shughuli zote. Nafurahi kwa ujio wenu, kwa kutuona sisi wahitaji na kutugusa kwa namna moja ama nyingine. Pia nafurahi kwa mlivyokuja, mmekuja kwa ajili ya kututembelea na kutuletea chochote kitu. Lakini pia tunatamani siku nyingine mkija mkipata muda zaidi tuweze kutoa darasa kuhusiana na hili tatizo la kichwa kikubwa na mgongo wazi ni nini. Angalau na nyinyi mkirudi kule majumbani muweze kuwaelimisha mabinti na vijana ambao wapo katika umri wa kuzaa kutokana na changamoto ya kichwa kikubwa na mgongo wazi inakumba hasa vijana. Na tunajua vijana ndio nguvu kazi ya taifa, kwa hiyo kijana au binti akipata mtoto wa kichwa kikubwa na mgongo wazi, uchumi wake utaporomoka pamoja na uchumi wa taifa. Kwa hiyo hatutaki vizazi hivi viendelee. Siku nyingine tukipata wakati tutatoa elimu kwa ukubwa zaidi kuhusiana na tatizo hili. Karibuni sana, asanteni sana. Sasa basi mwenyekiti awasilishe tu salamu zake na mkurugenzi, alafu baada ya hapo tutampa nafasi ya utambulisho wa wazazi, then mtakuja upande wenu, alafu tutamalizia na dua tena. Karibu mwenyekiti. Asante. Kwa majina naitwa Fatuma Mahadi, ni makamu mwenyekiti wa Asbati Taifa. Kwa kifupi tu ningewafahamisha kwamba wazazi wetu hawa mnaowaona wanatoka mikoa tofauti tofauti, na ujio wao kikubwa ni kupata matibabu ya watoto. Na tumefanya hivi kutokana na wazazi wengine wana hofu, akiandikiwa aje Moi anasema hana pa kufikia. Lakini sisi kama wazazi kupitia chama chetu tukaona tuanzishe hii nyumba ili tuwapokee wenzetu wenye changamoto ya makazi katika matibabu ya watoto wao. Kwa hiyo watu wote wanaotoka mikoani wanafikia hapa, alafu wanaenda kupata matibabu sehemu husika Moi pale. Kwa hiyo sisi tuna ushirikiano na hospitali ile ya Moi kati ya chama na yani sisi ni wazazi, wao ni watu wa matibabu. Kwa hiyo kwa ujio wenu sisi tunashukuru sana. Mko kwenye dua sahihi ambayo ukitaka kuongea na Mwenyezi Mungu umsaidie mwenye uhitaji ambaye atashukuru na Mungu atamsikiliza kwa lile uliloliomba wewe. Kwa hiyo sisi tunaomba, na mimi vile vile ni mwanachama na mimi ni mdau wa Simba. Hata siwezi hata kulala, yani nikisikiliza natetemeka. Yani mimi hata kuangalia mpira wa Simba siwezi. Nikiangalia nisikia vyakula vinachanganyika umo tumboni, yani sijisikia amani. Kwa hili kesho sijui nitakuaje. Kwa hiyo mimi naomba Mungu atusimamie tuwe na amani ya ushindi. Na mlivyokuja Mungu awasaidie, atusaidie wote, aisaidie Tanzania, impe furaha Mama Samia. Kama alivyofurahi kwa Dr. Janabi. Hivi Simba ikipata hilo kombe, akienda nje huko si anajisifia jamani. Jamani timu yangu Tanzania Simba. Jamani, mimi nasema wale wenzetu wa upande wa pili tena waache jamani roho mbaya. Tuwe kitu kimoja. Hili ni jambo la kitaifa.
Sio tena ushabiki tuuache, ushabiki tuurudishe huko kwenye ligi zetu jamani. Kwa kweli mimi nashangaa, mimi kwangu napata tabu sana na washabiki Tunashukuru sana kwa ujio wenu na Mungu awabariki na Mungu alisimamie kusudio hili la kutaka tupate ushindi. Kwa majina naitwa Lucipat Kimaro, ni mhudumu wa nyumba ya Matumaini. Mimi nashughulika na watoto wote kwa ujumla, afya na malezi. Anaitwa Rusim Kimato Patrick. Huwa hana maneno mengi. Hapo keshamaliza. Ila ukitaka kujua anavyowahudumia watoto ndio utakutana wacheza na watoto hapa kwa namna inavyofaa sana. Kama nilivyosema, meneja wa nyumba, hapa tunatoa huduma za watoto wa vichwa vikubwa. Lakini tumejiongeza baada ya kuona changamoto zinavyowakuta hawa watoto. Hii simulizi tuna watoto wawili tuliwapoteza. Yaani wamekuja hapa, tumepambana kuwahudumia watoto na wakakaa vizuri. Baada ya kutoka hapa, wazazi waliporudi majumbani, maisha ya kule yakawa ni changamoto. Baba hamtaki mtoto mwenye ulemavu. Unajua 90% ya hawa wazazi wenye hawa watoto wametalikiwa. Yaani 90%. Kwa hiyo wengi hawapendi kukaa na hawa watoto mara tu wanapoona mtoto aliyezaliwa ni mwenye ulemavu, hasa huu wa kichwa kikubwa. Na wanapowaacha wale wakina mama wanasikia uchungu kwamba ni mtoto aliyemzaa mwenyewe. Hawezi kukubaliana na kumwacha mtoto mwingine alishamshawishi mwanae amuue. Sasa mzazi anaona hapana, ni vizuri amlete kwenye matibabu. Sisi tumekuwa tukiwapokea, tunahakikisha watoto wanatibiwa. Anapokaa hapa, maana hapa hakuna gharama. Hakuna anachogharimia mzazi. Kuanzia chakula, malazi na usafiri wa kwenda hospitali na kurudi. Huwa ni bure kwa siku zote atakazokuwa hapa. Whatever kwamba atakaa mwezi, miezi miwili, miezi mitatu, huwa hatuna gharama ya chakula kwa ajili yao. Sasa anaporudi nyumbani ndio anakutana na changamoto. Kwamba baba haachi tena matumizi, baba anaanza na nyendo zile za kuonyesha chuki ya waziwazi kwa mtoto mwenye ulemavu. Kwa hiyo hali za wale watoto zinakuwa mbaya kuliko hata alivyokuja before. Sasa hiyo ndio ile tupelekea tukaona ni vizuri tuanzishe huduma ya watoto hawa. Tunaita Asbat Care. Asbat Care ni kuwakea hawa watoto ili wafikie future yao. Kuanzia hapa chini kabisa kwenye foundation hapa. Kwa sababu unakuta sasa ni mtoto, yeye hajui habari ya kwamba alipaswa afanywe nini, hajui. Hawa watoto baada ya matibabu ni vitu viwili tu. Kwa sababu huu ni ulemavu. Huu sio ugonjwa. Huu ni ulemavu wa kuzaliwa. Sasa anapowahi huduma ya awali, anawekewa kifaa kinachomsaidia. Kwa mfano, hawa wa kichwa kikubwa kuna vifaa kinaitwa shanti. Kinapowekwa kile kifaa, maana yake tayari ile hali ya changamoto yake haitaendelea ya maji kujaa kichwani. Lakini anatakiwa sasa apate vitu viwili muhimu sana. Huduma ya kwanza muhimu sana ni lishe. Hii ni very important. Awe na lishe bora. Kwa sababu ile lishe bora itaimarisha misuli yake na ubongo wake ambao ulikuwa umekandamizwa kwa muda mrefu na maji yalikuwa kijaa kichwani. Anapopata lishe, huyu mtoto anakuwa na matokeo mazuri sana hata shuleni. Lakini la pili, anatakiwa rehabilitation, mazoezi ya viungo, mazoezi ya utengamao. Sasa hivi vitu viwili wazazi wengi kule waliko vinakuwa ni vigumu sana kuvipata. Sasa hili ndilo ambalo lilishawishi chama kuona umuhimu kwamba okay, tumefanikiwa kuwa na nyumba na tukafanikiwa kuwapata wazazi kuwapa huduma. Maana mpaka sasa tangu tulipoanza kituo hiki mpaka mwezi wakati tunaandika ripoti ya mwaka jana mwezi wa 12 ilikuwa tumeshawahudumia wazazi 450 wanaotoka mikoa mbalimbali. Hakuna mkoa wa Tanzania ambao haujaguswa. Mpaka Zanzibar tumekuwa na wazazi kutoka Zanzibar hapa. Kwa hiyo tuliona hii tumefanikiwa. Lakini sasa bado kuna changamoto wanapotoka hapa kwa sababu wanakwenda vijijini ambako huduma hizi zinakuwa ni changamoto. Hizi mbili nilizosema, vitu muhimu sana hivi viwili. Sasa kwa kuwa vinakosekana ndipo tukaona ni vizuri basi tuwe na hii Asbat Care. Hii itakuwa inahusisha vitu vyote viwili. Cha kwanza ni kumwandaa mtoto chakula, kuhakikisha anapata lishe bora, lakini pia anapata huduma ya mazoezi. Nadhani baada ya miezi 3-4 mtakuta hapo tutakuwa tuna jengo tunakusudia kusimamisha hapo la rehabilitation kwa ajili ya mazoezi ya viungo.
na hawa watoto watakuwa huku chini, huku ambako wale walifika watagundua tulikuwa tuna ofisi kule chini, maana wazazi wanakaa kwenye ile jengo lote la juu hapa. Kule chini ndio ziliko ofisi. Kwa hiyo tunakusudia ofisi kusoa pale, ofisi zitakuwa hapa juu tu, lakini kule chini itakuwa ni kituo kwa ajili ya hao watoto. Na watakachokuwa wanakipata pale ni lishe na mazoezi. Lishe na mazoezi. Kama unavyoona, ukiangalia hawana changamoto yoyote pale. Wale pale wawili tuliokuwa tunawatolea mfano ambao wameachwa na wazazi wao. Wako pale wanacheza tu. Kwa nini? Kwa sababu wamekula vizuri, wanaweza kucheza vizuri. Lakini wanachokihitaji, yule mmoja unaweza kuona bado hajaweza hata kusimama peke yake, yule anayejaribu kusimama kwa kushika ukuta, maana yake anahitaji rehabilitation, mazoezi. Amepata lishe vizuri, sasa anatamani kusimama, anatamani atembee. Si unaona zile jitihada anazofanya pale? Zile maana yake ni kwamba anatamani na yeye atembee. Kama anamuona Mama Samia anasimama anatembea, basi anaona na mimi ni lazima na mimi nisimame, nitembee. Kwa nini yule anishinde? Sasa zile jitihada zile anazipata kwa sababu ubongo wake tayari umepona. Kwa nini? Kwa sababu anapata lishe vizuri. Kwa hiyo ubongo unaendelea kutengeneza zile taarifa, takwimu muhimu za kila binadamu, kujitambua, kujua kipi anapaswa kufanya kwa wakati gani. Sasa ili afikie hapo, anahitaji sasa mazoezi ya viungo, ili viungo sasa viweze kufanya kazi vizuri. Sasa hili ndilo ambalo meneja alinitaka nilitolee ufafanuzi, lakini tunavyofanya kazi hapa, ndugu yangu, tunafanya kazi pamoja na Hospitali ya Taifa Muhimbili na Moi. Lakini tunafanya kazi na hospitali zote za rufaa Tanzania. Hawa wengine unaposikia wanatoka mikoa, wengine Mtwara, wengine Songea, wengine Iringa, ni taarifa tunazoletewa hapa kutoka kwenye hiyo mikoa na zile hospitali za rufaa za mkoa. Mtoto anapozaliwa hospitalini na changamoto ya kichwa kikubwa au mgongo wazi, basi wanatupa taarifa kwamba wanakusudia kumleta huku ili tumpokee na kumpa usaidizi yule mtoto wa kwenda hospitali na kuhakikisha amepata matibabu. Sasa hapa ndipo ambapo huwa kwa kweli tunahitaji support sana ya wadau, kwa sababu kama chama kama chama hatuna mfuko mkubwa wa kusaidia hizo huduma. Kwa 99% ni support kutoka kwa wadau mbalimbali. Mnaweza kukumbuka wale tuliokuwa tunafuatilia vyombo vya habari mwaka jana, tulipata usaidizi kutoka Mo Foundation. Mo Foundation alitusaidia kufanya treatment ya watoto 50. Lakini pia mtakumbuka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, na yeye akatupa support ya kufanya treatment ya watoto 100 wenye ulemavu huu wa kichwa kikubwa na mgongo wazi. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Mama Samia. Kwa kweli amekuwa kielelezo, kwa sababu nilisema wakati ule kwamba ndio rais wa kwanza, yani haijawahi kutokea president yoyote kujihusisha na hydrocephalus and spina bifida. Mama Samia ndio amekuwa mfano. Kwa hiyo katika kipindi hiki tunaona nchi yetu ikiwa sasa inabarikiwa. Ndio maana hatuna wasiwasi hata na kesho kwenda kuchukua lile kombe. Unajua ukibarikiwa kila kitu kinaenda tu kama unavyotaka, si ndio? Yani lile jambo lolote la baraka linakuja kwa sababu ni wabarikiwa. Mnafanya yale ambayo Mungu anayataka myafanye. Yani nchi yoyote ikiwa inafanya yale ambayo Mungu anataka, lazima mtaona mibaraka tu inakuja. Tumetaka WHO tuchukue wa kanda yule, amefariki yule bwana wa kwanza yule mheshimiwa nani yule Ndungurile, na tukasawa Sijanabi. Mnaona imekuwa rahisi, tunataka Sijanabi aje. Wanasimama watu wenye vitambi vyao, wenye uwezo wao mkubwa, lakini kwa sababu sisi tunamtanguliza Mungu kwanza, mnaona namna ambavyo Mungu anasimama upande wetu na kutusaidia. Kwa hiyo ndio maana hatuna mashaka na Mungu wetu kwamba kile ambacho tumesimama leo kukiomba kwa ajili ya shughuli ya kesho, tumesema tunataka tulile kombe. Yani ni hicho tu jamani. Yani sisi hatuna kesi nyingine. Tunataka tulile kombe. Iwe tumewafunga mabao 10, iwe tumewafunga mabao 5, iwe tumewafunga 3, lakini sisi tunachotaka ni nini? Ni kombe tu. Kwa hiyo kwa namna yoyote tunataka kombe letu, na sisi tunamwamini Mungu. Kile tunachokitaka ndicho anachofanya. Yani Mungu huwa anafanya kile mnachotaka, hata kama hamna uwezo. Yani wala tusijipime kwa nguvu yetu ya kiuchumi kwamba labda tunapambana na timu yenye uchumi mkubwa sana. Hiyo wala tusijali. Hapo zamani Mwenyezi Mungu alipigana na aliwashindia watu waliokuwa na ukoma. Si mnajua ukoma ndugu zangu?
yani hawana vidole vya miguu, hawana vidole vya mikono. Yani wanatembea wakiwa hawajui. Zamani watu wa aina hiyo walikuwa wanatengwa, wanawekwa nje ya mji. Sasa nchi imekuwa kame, njaa kali. Jeshi la Washami limezunguka. Wale wenye ukoma sasa wanaona sasa tunakufa. Maana sisi hata hatuna uwezo wa kujiwekea akiba. Lakini walikumbuka hichi kitu kwamba yuko Mungu mbinguni. Hebu tumuombe Mungu. Walipomuomba Mungu, Mungu akamwambia nendeni. Kama hivi ambavyo tumeambiwa, wametuambia mje Zanzibar, sasa tunaenda kuchukua kombe letu. Hivyo ndivyo Washami walivyofanya. Wakasema tunaenda. Mungu akamwambia hivi, nendeni kule kwenye ile jeshi, kwenye zile kambi za Washami. Nendeni huko. Wale walioweka chakula, wameweka ghala zao, wameweka masilaha yao, nendeni mkachukue vyakula vyenu. Kwa hiyo walitoka Washami wenye ukoma, wanawaendea Washami. Mungu alivyowaajabu. Huyu Mungu alafu mjue hajabadilika, ndio yule yule. Yani yeye hazeeki. Alivyo mwanzo ndivyo alivyo leo. Habadiliki hata kidogo. Wakati wale Washami wanatembea hivi, kuendea wale wenye ukoma wanatembea hivi na miguu yao iliyoliwa kabisa, imekatwa kabisa. Mnafahamu ulemavu ni mbaya sana. Wanatembea hivi wakiwa wanakwenda, wanadhani kama wanaenda kiunyonge fulani hivi. Kule Mungu amebadilisha. Washami wale jeshi giant yale yanasikia mingurumo kama ya vifaru. Tena vile vikubwa D6. Yale makombora yenye makombora ya masafa marefu ndio wanasikia kama ndio wanakuja. Wakati watu wenyewe wanatembea taratibu na huku wa Makonde wanaita kunyanyagia Yaani wanatembea wakiwa wanahofia kwamba wasije wakajeruhiwa. Lakini kule ilibadilishwa kwa kishindo kikubwa. Na Biblia inasimulia vizuri, nasema wale Washami jamani, tuafia nini? Kishindo hiki kinachokuja hiki hatutafaulu. Hapa dawa ni kutimua mbio. Tuwaachia kila kitu. Hawakuondoka na kitu chochote. Yani waliacha silaha, waliacha chakula, waliacha mavazi, kila kitu kilichokuwa kwenye kambi yao waliacha. Wale wenye ukoma wakaenda wakachukua kila kitu. Kwa hiyo ndivyo itakavyotokea. Tunapomwamini Mungu ndivyo inavyotokea. Kishindo chetu cha maombi ya leo kitakuwa kikubwa kuliko wachezaji wote duniani, wale wenye sifa wale. Yani wale mnaosemaga sijui mchezaji fulani akiwepo sijui Ronaldo akicheza hivi anachenga za hivi. Sasa wachezaji wetu watakuwa zaidi ya kina Ronaldo, zaidi ya kina nani, zaidi ya kila mmoja, kwa sababu ni kishindo cha Mungu, sio mwanadamu. Unapomshirikisha Mungu anabadilisha yale ambayo wao wakija wanakuja hivi, hawa ndio wale kweli. Hivi kabisa ndio wale akina nani hii Kagoma sio kanani kale mwingine ule Kapombe hawa. Ndio huyu Kapombe kweli. Kina ndani yule Mpanzu. Hii ndio huyu Mpanzu anaweza kaweka mpira alafu akatembelea juu yake alafu tayari akaupiga kwa kisukusuku tayari mpira umeingia golini. Yaani watabaki wanabutua alafu wanashangaa la kwanza, la pili, la tatu. Wakifika la 4 sasa ndio pale utaanza kuona wamelewalewa, alafu si ndio tunaamua kwamba tuongeze la 5 au tuachie hili la 4. Yaani ndio alivyo Mungu wa ajabu jamani. Yaani ndivyo alivyo. Yaani huyu Mungu wetu ndivyo alivyo. Yaani ukimtegemea tu lazima afanye wonders. Vile ambavyo wanadamu wanafika mahali wanasema imewezekanaje? Nyie wenyewe mnakumbuka lakini ilivyotokea juzi pale. Hivyo yaani tukasema tutamuomba Mungu tupite hapa. Tukapita. Kimuujiza kabisa. Yaani jamani imewezekanaje? Lakini iliwezekana. Kwa namna hiyo huyu Mungu hajabadilika. Tunaamini kabisa yeye ndiye anayesema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Kwa hiyo tunatamani mwisho huu aufanye kuwa baraka, na sisi tutamtukuza kwa sababu ametutendea kile tulichomuomba. Basi baada ya kusema haya mengi, nimesema mengi eti niwakaribishe na ninyi muweze kusema salamu. Wazazi walishapata salamu za awali na tumepokea zawadi nyingi. Hivi mnavyoona kumechafuka hivi ni watoto walishambulia yani. Yaani zile zawadi za Simba leo, alafu sasa mmepatia. Maana mmeleta nyekundu. Kama utaangalia pale ni damdamu tu hivi. Yaani ni juice Naona vikopo vile vyekundu. Kila mahali hapa palikuwa hizo. Yaani vyote unaviona hapa Simba leo pale walichafua hapa kila eneo. Kwa hiyo watoto hapa wamekula, yaani kila mtoto unaona ana raha tu hapa. Wanaonyonya ni wachache tu kwa sababu ya kudeliute. Lakini ni kwa sababu mmefanya kazi kubwa na nzuri sana kwenye kituo chetu. Basi niwakaribishe muweze kusema salamu chache. Baada ya hapo tutaendelea kumuomba Mungu na kumshukuru kwa ajili ya yale maombi ambayo tumemuomba na kwa tunaamini ya kwamba yamekwenda kutendeka. Naomba Mungu aweze kujalia heri na kuwaongoza katika kupambana na kuhudumia hichi kituo,
na Mungu aweze kuwatangulia zaidi na zaidi, na awezeshe zaidi na mpate wadau wengi zaidi ya hapo. Sawa, Mungu azidishi heri zaidi, kwa sababu Mungu ndo kila kitu. Haya mengine yote tunaita kwamba ni matokeo, lakini cha kwanza ni Mwenyezi Mungu ndo mwenye kufariji, kufanya kila kitu anachoweza yeye. Kwa hiyo tunaomba pamoja. Pia nashukuru wana Simba leo kuja kufanya support hii kubwa sana. Pia naomba wadau wengine zaidi wajitokeze kwenda kuzidi kusaidia mama wenye mgongo wazi, pamoja waweze kukaa sawa na waweze kuwa vizuri zaidi. Na tunaomba wengine, unajua kuna watu wengi wana changamoto, wanaficha majumbani, hawezi kuwatokeza hapa kwenye kitu, kwenye kuweza kusaidia watu wengine waweze kuonekana kwa jamii. Sawa, mimi naomba zaidi watu wajitokeze, kuweza kujitokeza zaidi kwa ajili ya kupata huduma. Hawa ni binadamu kama binadamu wengine, wanahitaji huduma kama wanavyohitaji wengine. Kwa hiyo naomba Mwenyezi Mungu azidi kufanya wepesi, kuwatoa huko aliko waweze kuja kujumuika pamoja, kupata misaada mingine ya kibinadamu na waweze kufanikiwa katika malengo yao. Kwa sababu pia wana future zao, wanatamani kuwa kama wengine. Wanatamani kuwa kama wachezaji wakubwa, kama viongozi wakubwa, na wana mawazo mengi sana. Wanafikiria wangekuwa kama wengine walivyokuwa wazima. Kwa nashukuru Mwenyezi Mungu kushiki na nyie. Naomba watani wetu waweze kufanikiwa kwa mambo yao, na natumaini watafanikiwa, kwa sababu letu ni moja, kupigania nchi, kwa sababu ikipita Simba imepita Tanzania. Kwa nashukuru Mwenyezi Mungu aweze kufanikisha Simba, kesho waweze kufanikiwa kwa mambo yao, na naamini wataweza, kwa sababu waliweza mwanzo wakapata goli 4 wakarudisha hapa Tanzania. Wataweza, mimi naamini katika hilo. Kwa Mungu azidishe zaidi na awape moyo, wasikate tamaa. Naamini wasikate tamaa, kwa sababu kwenye mapambano Mungu, ukisoma kwenye Mwenyezi Mungu, Mungu anaweza kuwezesha zaidi unaofikiria. Unaweza kufikiria hapa karibu, lakini Mwenyezi Mungu akakuinua. Kwa hiyo naomba awawezeshe, kwa kuwa hii Simba wako vizuri na wako vizuri zaidi, kwa sababu Mpanzu wakajitahidi sana, Mpanzu apate goli zuri. Sawa, unajua Mpanzu anaweza sana. Sema tu kwa sababu ndio hivyo tu. Siku ile jamaa walimkaba watu 4. Wakapambana naye sana, wakamkaba Kibu sana. Kwa mwisho wa siku walivyotoa Mpanzu na Kibu, wakaja watu wakafanya matokeo, wakafanya vitu vizuri sana. Na akafika hatua ngoja nzuri. Tungesema wangekuepo mapema, sema tu kwa sababu ndio hivyo. Lakini naamini kwa sababu Simba pia wamesoma mchezo, na wale jamaa naamini wanaogopa. Kwa sababu jinsi walivyoingia wale jamaa, wakaona kumbe sio kina Mpanzu tu na Kibu, kuna watu wengine wanaweza zaidi. Kwa Mungu awawezeshe na afanikishe kwenye mambo yao. Watafanikiwa, naamini katika hilo. Mungu awazidishie na atangulie katika jambo lao. Tumetumia muda mwingi sana. Unajua mimi sio muongeaji sana, lakini yameongeleka mengi sana ya maana sana. Mimi na machache tu ya kuongea. Kwanza kuninyie viongozi ambao mmechukua jukumu la kuwalea hawa mama free of charge. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pili, mimi ni daktari lakini nadili na wagonjwa wanawake. Lakini nazalisha pia. Wakina mama mliopo hapa, hawa watoto mliowalea msiwanyanyase kijinsia. Hamkupanga nyie kuwazaa watoto wawe hivyo. Mwenyezi Mungu kukupa huyo mtoto alikuwa na maana yake, na ana maana yake. Sawa kina mama? Msijisikie upweke. Hapa mlipo ni mahali salama, kama viongozi walivyosema kwamba wanawalea vizuri na wenyewe mnafurahia. Hata mkifika hospitalini, hawa mama hawana makosa. Lakini wanawake wengi wanapata psychological torture baada ya kuzaa mtoto mwenye hali kama hii. Torture inatokea wapi? Pande mbili. Sisi wanaume na jamii inayomzunguka pale. Wanachekwa sana. Alisema mkurugenzi hapa. Wengi wanakuja, mwingine niwape mfano. Juzi alikuja mtoto mmoja pale, kamleta mama yake, kamleta mwanae. Alifanywa upasuaji. Mama kaondoka, akamwacha mtoto theater, kaondoka zake. Mpaka leo hajaonekana alipo. Kwa hiyo changamoto kubwa ipo kwenye jamii inayotuzunguka. Hasa chanzo ni sisi wanaume. Lakini kama nilivyosema mwanzo kutanguliza kusema kwamba mwanaume akupanga mtoto azae wa aina gani. Hata mama anabeba mwanae tumboni, hajui atamzaa nani. Kwa hiyo sio nisemeje, yani natamani sio nianzia wapi, lakini so painful, Wito wangu mimi kwa jamii, sisi wanaume na wewe pia mwanaume, hawa watoto tuwatunze. Mwanaume anayemkataa mtoto wake eti kisa ya ulemavu, Mungu atamlaani. Na waambie ukweli, kwa sababu kama mwanamke aliamua kufanya hivyo na wewe
leo hii umepata kitu ambacho wewe aidha ukutegemea au tegemea, unamtelekeza. Wakina mama wanapita maumivu magumu sana wakati wa kujifungua. Mimi sio mwanamke, lakini najua maumivu wanapitia hao wakiwa leba. Wanaumia sana sana. Watakuwa mashahidi hapa alipita leba. Kwa hiyo inavyotokea tu leo hii mama amezaa mtoto mwenye hivi spina bifida, hydrocephalus, hakupanga yeye. Kwa mimi wito wangu kwa jamii kwamba hawa mama tuwatunze, tuwafariji. Hakuna dawa muhimu duniani kama faraja. Inashauriwa kwanza mwanamke akihisi au akijiona kwamba ni mjamzito, mara tu akathibitisha kwamba ni mjamzito, anatakiwa aanze kliniki mapema. Mwanamke akianza kliniki mapema, kuna mambo mengi yanachunguzwa anapoenda kwenye ile first visit. Anachunguzwa mengi. Moja ya vitu vya msingi ili kuepuka ile janga kama mratibu alivyosema ni ukosefu au upungufu wa hayo madini ya folic acid. Na mwanamke akianza kliniki, kuna dawa zinaitwa folic acid, ndivyo kama zilivyo zenyewe zipo. Ni dawa, ni vidonge vipo folic acid. Mwanamke akitumia hivyo vidonge from the first trimester, second mpaka third, haya matatizo yatapungua kiasi kubwa sana. Changamoto inakuja pale wanawake wengi bado wanaamini kwamba, wengi wanajua kwamba mwanamke anatakiwa aanze kliniki mimba ikifika miezi 3. Kitu ambacho sio. Ndio maana mengi yanatokea. Hao wanawake wakaanza kliniki mama tayari mimba miezi 3. Ameshachelewa. Hata kama utumie zile dawa, haiwezi kumsaidia. Hizo dawa pamoja na vyakula ambavyo vina hizo folic acid. Lakini akaanza mapema kliniki, akapewa dawa mapema, haya matatizo naamini yatapungua kwa asilimia kubwa sana. Kwa ushauri wangu kwa wanawake, mwanamke akijihisi au akishathibitisha kwamba ni mjamzito, aanze kliniki mapema, kwa sababu ukiachana tu na kutumia hizo dawa za folic acid, magonjwa mengine yako mengi tu. Kisonono, kaswende na mengine mengi ambayo mwanamke atamdhibiti mtoto wake aliyoko tumboni kwa kutumia hizo dawa. Yes. Pongeze sana daktari. Hicho alichozungumza ni kitu cha muhimu. Kwa sababu na sisi binafsi tunaamini kwenye maisha yetu watu wenye ulemavu sio ukomo wa maisha, ulemavu sio hatima ya maisha yangu. Ulemavu sio mauti. Kwa hiyo kuna maisha baada ya ulemavu. Mara nyingi watu na mifano ambayo watu tunaitoa mara zote tukiwa na watu tunawapa elimu. Tunawaambia jengo hili lingekuwa la ghorofa likakosa lifti na ngazi, walio chini wote ni walemavu. Kadhalika kama tungekuwa juu wote tuliobaki juu ni walemavu, kwa sababu ulemavu uko katika nyenzo. Naweza ni kuwa na hali yangu ulemavu lakini nikawa ni mtu mwenye kuweza kufanya jambo lolote kwa namna ambavyo mtu mwingine angeweza kufanya. Na pengine mimi mwenye ulemavu naweza nikafanya kwa ufanisi zaidi kuliko usiyekuwa na ulemavu. Kwa ulemavu hauamui hatima ya mtu. Kwa mimi ningetamani sana niungane na daktari, kitu alichosema ni cha muhimu sana. Jamii kwa ujumla isiwatenge watu wenye ulemavu, na hasa kina baba. Niungane naye kusema kina baba tumekuwa na mioyo dhaifu katika kustahimili matatizo na changamoto. Tuwaunge akina mama mkono katika kuwasaidia zile changamoto zinazowazunguka, hususan pale anapopata mtoto asiyekuwa amemtarajia. Mtoto akiwa na kasoro awe ni wa kwetu wote. Akiwa na uzuri awe wa kwetu wote. Asiwe mzuri basi akawa ni kwangu mimi baba, akawa mbaya na changamoto zozote za ulemavu na vinginevyo akawa ni wa kwake mama. Kwa hiyo mimi na mwenzangu Aziza hapa, wazazi wetu wangekosa moyo wa ustahimilivu tusingekuwa hapa. Naona sifahamu vizuri historia ya Aziza, lakini binafsi mimi baba alikimbia. Akaona hii ni changamoto na akatoa maneno mengi ya kadhi ambayo si vizuri sana kuyatamka, maana wote bahati mbaya wametangulia mbele za haki. Kwa hiyo kwa maneno na mazungumzo aliyokuwa ameyasema baba mbele ya mama yalikuwa sio mazuri, ni ya kuumiza. Lakini kwa ule ujasiri na ustahimilivu wa mwanamke aliyojaliwa, mama alibeba. Na hivi niko hapa kwa jitihada na nguvu zake na kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni thubutu kusema kwamba wanawake wamejaliwa ujasiri na wamepewa mifupa migumu ya kustahimili matatizo, na tuwatie moyo na tuwapongeze kwenye hizi hatua zote ambazo wamekuwa wakipitia kuilea jamii ya watu wenye ulemavu na wakasimama leo kuwa ni watu wenye thamani katika umma. Mungu awabariki. Lakini kwa upekee pia nishukuru timu ya Simba imeweza kutuletea pia fursa kumpata daktari hapa kama alivyozungumza. Ameiambia jamii wito mzuri,
lakini pia amezungumza mambo mengine kwa tafsiri nzuri sana kuonesha ukubwa na jambo lenyewe linavyotafsirika katika umma na jamii. Basi mimi niseme ni kweli tunamshukuru Mungu sana kuwepo kwa ASBAT. Uwepo wa ASBAT umeisaidia sana nchi yetu, umewasaidia sana wazazi wenye watoto au wenye ulemavu. Kama nilivyosema awali, tangu uwepo wa hiki kituo tu cha Nyumba ya Matumaini, tumeshapokea wazazi zaidi ya 450 ambao wamekuja hapa na kupata huduma na kurudi makwao. Watoto wengi walioko kule wamekuwa tukipata salamu kwamba wanaendelea vizuri sana. Tuna binti mmoja juzi tu, huyu wa karibuni kabisa, yani kama wiki 3-4 zilizopita, yeye alikuwa anatokea Songea. Alikuja hapa, ni mtoto mwenye kichwa kikubwa, hakuna mfano wake hapa. Yaani ni kichwa kikubwa kweli kweli. Mtoto mdogo amezaliwa na kichwa kikubwa, na kule familia yote ilishamtenga kwamba sasa wewe basi ni wakufa tu. Kwa hiyo mama alitakiwa aachane na yule mtoto ili afe taratibu. Sasa kwa kuwa kama vile tulivyosema tunawasiliana na ofisi ya ustawi wa jamii pia mkoa ule wa Ruvuma, yes, mikoa yote ya Tanzania. Kwa hiyo wale wa mkoa wa Ruvuma walikwenda kule. Walipofika kumuona yule mtoto, maana ilikuwa inasimuliwa kama kituko. Mtoto amezaliwa na kichwa cha ajabu sana. Kwa hiyo walidhani ni jini. Walikuwa wanasema hivi. Sasa walipofika na kumuona yule mtoto, wale maafisa ustawi, kwa sababu tulishawaita na tukawapa hii elimu ya kichwa kikubwa na tulikuwa tunaonyesha picha ya vichwa vikubwa kama vile na vingine kuzidi vile, basi akawa na ujasiri kuambia nendeni huko akatibiwe mtoto. Hili tatizo linatibika. Huu ni ulemavu tu. Ilikuwa ngumu sana kwa familia kupokea, lakini walipokubali tuliwagharimia hata nauli ya kutoka Songea mpaka hapa. Na sio utaratibu wetu kwa kawaida, lakini tulilazimika ili kutoa mfano. Alipofika hapa yule mama, ni kweli tulipomuona hata sisi tuliona kwa kweli amechelewa. Lakini Mungu hachelewi. Baada ya matibabu yule mtoto alikava. Kama tutaonyesha picha zake hapa, mtashangaa namna ambavyo kwanza alikuja mama mwenyewe pia amechoka, maana alishakata tamaa. Anasema yule mtoto hata alikuwa hanyonyi, na yule mama alikuwa hata atoi maziwa kwa sababu tayari alishafika mahali alikata tamaa ya kuendelea kumnyonyesha. Kwa hiyo hapa ndipo aliponea hata hiyo ya kutoa maziwa tena, baada ya kupata lishe yule mama, lakini pia na kumhudumia yule mtoto matibabu. Mtoto yule alikava, akawa vizuri, akarudi nyumbani. Alipofika nyumbani hizi wiki 3 tunazosema zilizopita, akawa anatupigia simu yule mume wake sasa kwamba yani na wageni hapa hawapungui kila siku wanaokuja kuangalia changes iliyotokea, kwamba sasa lile umbo tulikuwa tunaliona la jini limeenda wapi. Kwa hiyo ikawa ni somo pia ya kuwasaidia wale wanakijiji. Atakuja mwezi wa 8 atakuja tena kwa ajili ya clinic follow up. Kwa hiyo huyo ni mmoja tu kati ya maelfu wengi ambao najua wamepata support ya matibabu kupitia hospitali zetu za kila mwaka tunafanya matibabu ya watoto 1800 kwa hapa nchini. Japo tunajivunia hili kama hatua muhimu. Japo bado tunaona tuna hatua zaidi mbele tunatakiwa kupiga, kwa sababu watoto wanaozaliwa na changamoto hii ni zaidi ya 7,000 kwa mwaka. Wanaozaliwa na kichwa kikubwa na mgongo wazi kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Afya. Sasa wanaomiti hospitali, wanaoweza kufika hospitali na kupata treatment ni watoto 1800 tu kwa hospitali zetu zote. Maana tuna hospitali 8 ambazo zinatoa huduma ya hydrocephalus na spinal fibula. Wanaoweza kufanya hiyo neurosurgery ni hospitali 8 tu. Sasa katika hospitali 8 hizo zote ukijumlisha matibabu yao ya mwaka, wakitupa zile data zao, ni watoto 1800, 1700, 1000, hawajawahi fika hata 2000. Maana yake tuna watoto zaidi ya 4000 ambao wanafia huko majumbani. Na sababu ni hii tulikuwa anasema dokta hapa kwamba wanatoka wazazi wakiwa hawana uelewa kuhusiana na tatizo, wanakuwa na zile imani potofu kwamba huyu hatapona na wanasababisha vifo vyao. Lakini kitu kingine ambacho tunajivunia ni kwa hawa watoto ambao wanahitaji kwenda shule. Wengi tumekuwa na watoto zaidi ya 200 ambao wamefanikiwa na walitakiwa kwenda shule na wakashindwa kwenda shule, na wengine wakaachishwa shule kwa sababu ya ile tatizo meneja alikuwa analielezea hapa la kutokwa na haja kubwa na haja ndogo. Hapa juzi tulikuwa na mtoto mmoja hapa Dar es Salaam, anaitwa nani yule? Alikuja hapa tulikaa naye wiki nzima. Hapa Dar es Salaam. Na tulikuwa na kumchukua Moi pale. Changamoto, shule walimu wamefika mahali wakasema sasa haiwezekani, kwa sababu sasa kila mara huyu mtoto hata avae pampers. Sasa imefikia mahali anajisaidia mbele, unakuta vinyesi vimetoka kwenye pampers vinadondoka na yeye hajui. Kwa hiyo kwa sababu ya hiyo changamoto sisi hapa tunatoa hiyo huduma. Kama utaona hapa kuna vifaa hivi vichache, vingi viko store hivi, ndivyo ambavyo vinatoa huduma kwa leo. Ni huduma tunaita ya kumweka mtoto mkavu.
Anapofika hapa, yule mtoto anafundishwa namna ya kutoa haja kubwa na haja ndogo. Ikitoka haja kubwa, maana yake hatapata ile kutoka tena haja kubwa tena. Akitoa haja ndogo, hatapata ile kutoa haja ndogo tena. Kwa hiyo anakuwa mkavu, tofauti na walivyo watoto. Tumerudisha watoto zaidi ya 120 ambao wako kwenye register yetu. Wamerudi shule baada ya kuwa wamekataliwa shuleni kwa sababu ya huduma ya hiki kituo. Lakini pia tumeweza kuwafikia sasa watu wengi sasa hivi. Tumeweza kuwafikia watu wengi mikoa mingi kwa huduma hii ya kichwa kikubwa na mgongo wazi. Kwa hiyo tunaamini kama na ndio wito wangu kwa serikali kuendelea kufanya kazi na chama hiki. Kwa sababu tunaamini sisi tayari tumeshaweka strategy yetu ya 25-30 ya kupunguza kabisa ongezeko la vizazi vipya vya hawa watoto. Kwa sababu chimbuko la kupata mtoto mwenye ulemavu wa kuzaliwa ni ukosefu wa madini ya folic acid. Iwapo jamii yetu itaelewa vyema namna bora ya kutumia vyakula tunavyovipata, tena viko kule vijijini, vyote lishe bora iko inapatikana kule, madini ya folic acid yako kule, ni namna ya kutumia na kujihakikishia kupata mtoto aliye salama. Kama tutaweza kufikisha elimu hii kwa kushirikiana na vyombo mbalimbali vya serikali, tunaamini tutapunguza sana ongezeko la watoto wanaozaliwa na ulemavu. Na huu ni mpango wetu mkakati wa 25-30. Tunaamini ifikapo mwaka 2030 tatizo hili litakuwa limeshuka sana, kama sio kuisha kabisa. Mwenyezi Mungu, tunakurudishia sifa, utukufu na shukrani. Tunasema asante kwa ajili ya timu hii ya wanasimba ambao wamefika tena katika eneo la nyumba hii. Tuna kila sababu ya kukushukuru kwa sababu ya uweza, nguvu na mamlaka ulionayo. Tunakushukuru kwa sababu wamesema tukuombe wewe Mungu. Tukuombe wewe kwa sababu ndio mwenye nguvu, ndio mwenye uwezo unayeweza kutupa ushindi. Asante kwa sababu wewe ndiye Mungu unayesema una uwezo wa kumpa yoyote kushinda. Na ukasema tunashinda na zaidi ya kushinda katika wewe Mungu unayetuwezesha. Wewe ni Mungu unayetuwezesha kupata ushindi. Wewe ni Mungu unayetuwezesha kufanikiwa. Wewe ni Mungu unayetuwezesha katika kila tunalolihitaji. Leo hii tunarudisha shukrani kwako kwa sababu unazo nguvu nyingi za kutupa ushindi siku ya kesho. Unao uwezo mkubwa sana wa kutupa ushindi siku ya kesho. Unao nguvu Bwana, na unao utayari wa kutupa ushindi siku ya kesho. Leo Bwana tunakurudishia sifa na shukrani. Mchana huu tunakushukuru. Tunasema asante kwa uweza na nguvu ulizonazo ambazo Bwana unatupatia sisi kwa ajili ya ushindi wa siku ya kesho. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu unayesikia. Wewe ni Mungu unayetenda. Wewe ni Mungu ambaye upenda kuwapa furaha watu wako wote wanaoelekeza nyuso zao kwako. Wewe Mungu huwaachi kamwe. Ndivyo usemavyo, ndivyo ulivyo. Hujawahi kubadilika Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya wachezaji wetu, tunakushukuru kwa ajili ya timu, tunakushukuru kwa ajili ya kila atakayehusika katika mchezo wa kesho. Kwamba Mungu utasimama wewe mwenyewe kufanikisha kila kitu ili sifa na utukufu viende katika kiti chako cha rehema. Watoto wako hawa wanapotoka mahali hapa, naomba Mungu ukawabarikie. Asante kwa mioyo yao na kwa kujitolea kwao kwa ajili ya kituo hiki. Tumeomba haya na kukushukuru wewe Mungu. Amen. Niungane na wananchi pamoja na taifa kwa ujumla kusema kwamba tunaiombea Simba na tunaiombea mafanikio mazuri ili waendelee kutengeneza heshima nzuri ambayo vilabu vingine vinaweza vikapata moyo wa kufanya kile ambacho Simba imefanikiwa kufanya. Lakini kwa upekee mkubwa sana niseme mashabiki wa Simba tawi la Ngurumo imekuwa ni tawi la kwanza, naweza kusema, ama ni klabu ya kwanza kufanya matembezi haya ya hisani katika chama hiki cha wazazi wa watoto wenye kichwa kubwa na mgongo wazi. Kwetu sisi inatupa faraja kubwa sana. Tunaamini kwamba si tu kwamba tunaonwa na watu wengine, lakini hata vyama na vilabu vya mipira vinatuthamini. Nipeleke salamu nyingi hizi kwa viongozi wa klabu ya Simba, management na uongozi wote. Waendelee kuona umuhimu wa kuendelea kuona hisani hizi ni za msingi sana. Kama chama cha wazazi wa watoto wenye ulemavu wa kichwa kubwa na mgongo wazi na nyumba ya matumaini ambayo mmetutembelea, ni wahitaji wakubwa sana. Na tuna mambo mengi ambayo tulitamani sana kusema, ila kwa kuwa muda hautoshi, tunajua tuna siku maalum ya tarehe 8, siku ya Simba Day, na mtatupa nafasi nzuri ya kusema na sauti hii itawafikia viongozi wa klabu,
lakini pia itawafikia hata na wachezaji, kwa sababu katika hawa wazazi kuna wengine ni wapenzi wa Simba, wanatamani kumuona mchezaji fulani ambaye ni mchezaji pendwa kwake, anajisikia faraja. Lakini kuna watoto wengine wana majina ya wachezaji, kwa anapokutana naye wajina wake anafurahi. Akija kuwa mkubwa anaonyeshwa picha, anaambiwa huyu ndo Huseini na wewe unaitwa Huseini. Kwa kweli inampa faraja, kumbe nilikutana na Huseini wa jina wangu ningali mdogo. Kwa hiyo tunatamani siku ikiwezekana sauti hii ikiwafikia viongozi na management ya klabu, basi hata wasichelee kuja na wachezaji 2 watatu. Sisi kwetu tutafurahi zaidi, kwa sababu inaendelea kuongeza tija ya klabu, inaendelea kuitengenezea heshima nzuri kwamba ni watu wenye kuthamini na kutambua mchango wa mashabiki wa aina zote. Kwa sababu mbali ya kwamba tuna ulemavu, lakini pia tuna nafasi na tunayo heshima katika kushabikia vilabu hivyo. Kwa basi tutafurahi kwa kuwa tunakosa nafasi ya kufika uwanjani na kukutana nao uso kwa macho. Waje tukutana nao huku mtaani kwetu kwenye maeneo yetu haya ya kujidai. Kwa hiyo mimi ni shukuru sana, nimeona nichomekee kutumia fursa hiyo ya kuomba klabu ya Simba kuendelea kuona hilo kwa mapana zaidi. Siku ya tarehe 8 ikawe ni siku nzuri zaidi katika Simba Day, wakiwa tayari wamejaliwa kupata kombe hili. Basi wakaja hata hapa wachache kati yao, inawezekana wakawa wengi wasitoshe, basi hata wachache wafikirie hilo. Asante sana. Mratibu, wazazi wao wametoka mikoa mbalimbali. Kwa hiyo hapa tuna baadhi ya wazazi ambao wapo kwa ajili ya matibabu na wengine wapo kwa ajili ya kliniki follow up. Leo tumeamka na wazazi 11 na msindikizaji mmoja na watoto wakiwa ni 13. Anayefuata anaitwa Mama Filipo. Mama Filipo anatokea Morogoro. Mtoto wake alishapata operation na sasa hivi anaendelea vizuri. Anayefuata pale anaitwa Mama Harrison. Mama Harrison anatokea Iringa, lakini yeye pia yupo kwa ajili ya clinic follow up, alishapata matibabu ya awali. Anasubiri kurudi kwa daktari na kujua nini kitafuata baada ya operation. Wazazi wengi waga wanapewa wiki 2 za mwanzo, kwa sababu unajua mtoto ametoka kwenye operation hatakiwi kurudi umbali mrefu kwenda nyumbani. Kwa zile wiki 2 wazazi wanakuwa hapa kwa ajili ya uangalizi maalum. Baada ya wiki 2 mzazi atarudi kwa daktari, then daktari ataamua kutokana na anavyomuona mtoto, anaweza akampa mwezi 1 mpaka miezi 3. Ataangalia hali ya mtoto ikoje.